tunamwabudu Bwana sana. God is mighty. Tunaweza inua mikono yetu juu tukamwambia yeye ni Mungu mkuu mwenye nguvu na uwezo wote. Hakuna Mungu aliye kama yeye. Tujalie kuingia katika nyumba yake siku kama hii ya leo. Imekaribu mkono wake, imekaribu neema yake, imekaribu nguvu zake na uwezo wake. Sasa sisi hatuna lingine ila kumwabudu na kumwinua, ila kumtukuza, maana yeye ni mwaminifu, maana yeye ni Mungu muweza wa yote. Bwana tunakuabudu.
tunamtukuza na kumpa sifa. Ni kwa sababu yeye ni Mungu mkuu. Haleluya. Yale ametenda ndani ya maisha yetu, hakuna mwanadamu angeweza kututendea. Haleluya. Lakini yeye ni mwaminifu. Neema yake inazidi. Ndiposa sisi tunamtukuza kila wakati. Tupige makofi ya sifa.
akatuma akamwambia, tengeneza mambo ya nyumba yako, Hezekia utakufa. Hezekia kaugua ugonjwa mbaya sana, kiwango cha kufa. Nabii Isaya akatuma akamwambia, tengeneza mambo ya nyumba yako, Hezekia utakufa. Hezekia naye kageuka ukutani mwa nyumba yake, akaomba akalia kwa uchungu, akasema, nakwenda nyumbani mwako kwa ukamilifu wa moyo. Akalia kwa uchungu mwingi, unikumbuke, unikumbuke Bwana, unikumbuke, unikumbuke Bwana, unikumbuke. Kilio chake Hezekia kikamfikia Bwana, kamwongezea miaka 15, kamuahidi kumwokoa pamoja na watu wake kutoka mikononi mwa mfalme wa Ashuru. Kilio chake Hezekia kikamfikia Bwana, kamwongezea miaka 15, kamuahidi kumwokoa pamoja na watu wake kutoka mikononi mwa mfalme wa Ashuru. Hezekia naye kageuka ukutani mwa nyumba yake, akaomba akalia kwa uchungu, akasema, nakwenda nyumbani mwako kwa ukamilifu wa moyo. Akalia kwa uchungu mwingi, unikumbuke, unikumbuke Bwana, unikumbuke,
Let us all stand at this time. Tufungue katika kitabu cha Yakobo 5. Yakobo 5. Mtasoma mistari michache hapo kuanzia mstari wa 13 mpaka wa 18. Yakobo 5 mstari wa 13 mpaka mstari wa 18. Ni andiko ambalo umeisikia mara nyingi, na najua ni andiko ambalo hata mtumishi wa Mungu Pastor Julius ametumia hapa mara nyingi, lakini naamini leo tuna ujumbe kutoka andiko hili. Na nataka kila mmoja, it doesn't matter which version you have, ukiwa na Kikuyu, ukiwa na Kikamba, ukiwa na Kiluya, tusome pamoja kuanzia mstari wa 13. 1, 2. Is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing praise. Is anyone among you sick? Let him call for the elder of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the one who is sick, and the Lord will raise him, and if he has committed sins, he will be forgiven. Therefore, confess your sins to one another, and pray for one another, that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed fervently that it might not rain. And for 3 years and 6 months it did not rain on earth. Then he prayed again, and the rain in the heavens opened up, and it rained. And there was rain on the earth, and there was fruit on the earth. Praise the name of the Lord. Father, in the mighty name of Jesus, I thank you and I honor you for the reading of your word. I thank you for your word is just like you, Lord Almighty. It is mighty. I pray that now you may breathe life into the word we have just read, oh my Father. I pray that you may use my lips as a vessel, my Father, even to communicate to all of us here today, my Father. The Lord, at the end of it all, shall say, it was worth being in the house of the Lord. We sanctify ourselves before you, my Father, and we say, Lord, have your way. Use our inner ears and our outer ears, oh my Father. Remove every distraction from us, O God Almighty, and let us be focused on your word. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Tunaweza kuketi. Naleta ujumbe ambao kichwa chake nimekipatia, tuna Mungu ajibie maombi. Sema nami, tuna Mungu ajibie maombi. Na mimi kawaida nasema, ni huwa naambia wapendwa, kama unaweza kusahau jambo lingine lote nitakalosema mahali hapa, kumbuka kichwa cha ujumbe wangu, kwa maana hapo ndipo kiini cha mambo yote. Tuseme tena, tuna Mungu ajibie maombi. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo siku ya leo, kama umefika hapa, labda kuna mambo ya kumekusonga, labda kuna hali hizi na zile, hata kama vile mchungaji ametaja, kuna hali ya watu wanaenda kurudi shule, labda hata karo hujui iko wapi, labda kuna hali ya magonjwa, labda kuna hali ya aina yoyote, tuna Mungu ajibie maombi. Na leo ninaamini hata kwa kufika mahali hapa, nimekuja na ujumbe wa mtu aliye mahali hapa. Kama utashika hili neno, kama utashikilia hili neno mpendwa, kuna Mungu ambaye anajibu maombi. Utatoka hapa na muujiza wako. Ni ahadi ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Maandiko haya kama ulivyosikia mchungaji akisema, ninafanya kazi katika chuo cha Biblia, na kama mwalimu wa Biblia utaniruhusu nifanye mambo kimwalimu wa Biblia. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Maandiko haya ambayo tumeyasoma imeandikwa na mtu aitaye Yakobo. Na Yakobo alikuwa ni half brother wa Yesu Kristo, na pia alikuwa ni kiongozi aliyetambulika katika kanisa la kwanza ya Yerusalemu. Alikuwa ni mtu ametambulika, mtu ambaye alikuwa na ushawishi mkubwa katika kanisa la kwanza. Yakobo labda aliandika hii barua ikiwa ni katika mwaka wa AD 45 ama AD 50 hapo katikati. Na sababu ya kuandika barua hii, akiandika kwa alioandikia, ni kwa maana kuna mambo alikuwa anataka kutatua na kuwasaidia wapendwa.
ilikuwa ndio aweze kuchallenge wale aliyokuwa akiwaandikia, ilikuwa pia ni kuwasawishi aliyokuwa akiwaandikia, na ilikuwa pia ni kuwaelekeza wale ambao alikuwa akiwaandikia, ili wawe watu ambao they shall have what I can call practical aspects of faith, hali ya imani ambayo inatenda mambo. Bwana asifiwe sana. Kwa maana wakati umefika ambao watu wengi wana imani ambayo haitendi kazi, imani ambayo hata hakuna jambo unaona ukimfuata huyo mtu huwezi kuona ni nini imefanyika. Lakini Yakobo aliandikia wapendwa, so that they may have aspects of practical faith. Praise the name of the Lord. Amen. Faith that involves right living, matendo mazuri na pia maombi. Mambo ya matatu ndio Yakobo alikuwa akiandika, na ndio tutayangalia hapa. Kuishi maisha mazuri, maisha ambayo ina mwelekeo mzuri na matendo mazuri na maombi. Kulingana na mwanahistoria aitwaye Josephus, Yakobo ambaye ni kama tulivyosema ni ndugu ya Bwana wetu Yesu Kristo, aliuliwa huko Yerusalemu mwaka wa AD 62 kwa sababu ya imani yake. Bwana asifiwe sana. Na ni muhimu kujua wale waliotangulia katika Injili, wengi wao na ni wote hasa wote wale walikuwa 12 wote waliuliwa kwa sababu ya imani yao. Na wewe unajua wengi walikatwa kichwa, wengi walitumwa ngozi na matendo mengi waliofanyiwa. Na sisi hapa tunaishi kwa sababu waliitanguliza Injili. Lakini nina habari njema kwako ya kwamba yale waliopitia inaweza pia kutupitia. Yaani hata kuteswa kwa sababu ya Injili ni habari njema. Bwana asifiwe sana. Ili wakati wa ukifika, kwa maana katika nyakati ambazo tunaishi, jamani, maisha hayatakuwa mazuri kwa Wakristo. Mambo yanayofanyika hata leo, hata katika taifa letu, hata katika ulimwengu ambao tunauona, si kwamba mambo yatakuwa rahisi kwa watu wa Mungu. Kuna shida ambazo ibilisi amepanga. Kuna shida ambazo watu waovu wamepangia kanisa. Na ni heri usimame imara. Bwana asifiwe sana. Usimame imara wakati mambo ni mazuri, na wakati mambo itakuwa ni mabaya, simama imara. Wale wasiotutanguliwa walisimama imara. Bwana asifiwe sana. Napenda historia ya Yohana ambaye aliandika kitabu cha Ufunuo. Kwa maana wanahistoria wanatuambia kwamba ilipofika wakati wake wa kuuliwa, walichemsha mafuta, wakaweka kwa dramu kubwa, wakamweka ndani. Mtu wa Mungu badala ya kuchomeka alirushwa nje na Roho wa Bwana. Haleluya. Mpaka wale kumtesa wakashangaa ni nini imefanyika. Bwana asifiwe. Lakini tuna habari ya kwamba Danieli aliwekwa kwenye chimbo la simba na hawakumula usiku mzima. Kwa hiyo hata Yohana kuingizwa kwenye patanki ya mafuta na kuchomoka, tunajua ni Mungu anafanya kazi hiyo. Bwana asifiwe sana. Wale vijana watatu wa Yahudi waliwekwa kwenye moto, Shadraka, Meshaki na Abednego, na hawakuchomeka hata kidogo, lakini ulikuwa ni moto halisi. Kwa maana wale walioweka walichomeka, hawakupona, lakini hawa watatu walitoka wakiwa wazima. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nikiona ya kwamba Yohana naye aliwekwa kwa dramu ya mafuta na akachomoka, najua huyu ni Mungu atendaye kazi. Haleluya. Muishie huyu Mungu na atakutendea maajabu. Haleluya. Bwana asifiwe. Wewe na mimi tulio mahali hapa, haleluya, tuliwekwa kwenye tanki ya kitu inaitwa corona. Kwa mwaka 1.5 sasa tumekuwa kwa hiyo tanki, lakini tumechomoka. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ndio sababu unapumua leo. Bwana asifiwe sana. Najua kuna wengi hata hapa labda uligonjeka, lakini Bwana akakuponya. Bwana asifiwe sana. Na tunajua wengi ambao hawakuwahi waliondoka. Bwana asifiwe sana. Si kwa maana sisi ni bora kuliko wao, lakini neema ya Bwana imetuponya ili tuone nguvu zake. Wakati ugonjwa huu ulipotokea, walileta mambo ya kutisha sana, hasa kwa watu wengine kama sisi. Wakasema kwanza wale ambao ni miaka 58 na kuendelea, hao ndio imekuja kuchukua. Sasa wakisema 58
na wengine wetu tumefika ghorofa ya 7. Sasa ukajua hii ni kusema they have already condemned us. But I thank God, hallelujah, that even today, Bwana Fesana, we are well, Bwana Fesana. My wife and I, we are already on the 7th floor, tunaendelea mbele. But God has protected us. So ni Mungu wa kutulinda, ni Mungu wa kutuwezesha kuvuka, ni Mungu ambaye hata tukiingia kwenye tanki ya moto ya mafuta atatutomoa. Hallelujah. And as I look back kwa mwaka huo umepita, naona Mungu amenitomoa kutoka hiyo tanki ya corona. Bwana asifiwe. Hallelujah. Alinitomoa. Nimeomboleza marafiki zangu, wachungaji, marafiki wa karibu ambao hawakuweza kuwahi kufika upande huu. Bwana aliwapumzisha. Nimeomboleza, lakini na wengine nikiwaangalia hata kazi zao ni kubwa kuliko zangu. Lakini mimi ameniweka. Lakini najua ameniweka kwa kusudi lake. Na nataka kukwambia hata wewe amekuweka mpaka leo. Corona haijakuangusha kwa makusudi yake. Tafuta makusudi yake, umfanyie kazi, kwa maana usiku waja na hakuna kazi usiku ukifika. Bwana asifiwe sana. Tafuta makusudi. Nashukuru nikiangalia kanisa hili, you are having 2 choirs. Bwana asifiwe sana. This is wonderful. You have a powerful worship ministry here. Hallelujah. Mungu amewabariki. Hallelujah. Yaani hamchoki na kumfanyia Bwana kazi. Lakini najua bado kuna wengine hapa bado hawajatambua what they need to do in the house of the Lord. Nataka kukuambia kuna kazi yako. Huenda isiwe ni wa kwaya, huenda isiwe ni kwa praise and worship, lakini kuna kazi yako. Wewe uliza Mungu, kwa nini umeniokoa kutoka tanki la corona na niko hapa ninapumua? Amen. Nataka kumfanyia kazi. Nataka nikutendee kazi. Makusudi yako yatimie. Bwana asifiwe sana. Hukuokolewa ili uishi tu. Umeokolewa kufanyia Mungu kazi. Bwana asifiwe sana. Ndio mwenzako, umelindwa ili ufanyie Mungu kazi. Hallelujah. Ujumbe wangu, tuna Mungu atujie maombi. Hallelujah. Tuna jambo ambalo tunalo kuu sana katika kuishi katika Kristo ni maombi. Bwana asifiwe sana. Na najua hili ni kanisa la maombi. Mungu hawezi kuweka kazi kubwa namna hii kama hakuna watu wa maombi. Bwana asifiwe sana. And I salute you, prayer warriors in this church. Bwana asifiwe sana. Na wapongeza, unajua waombezi hawajulikanaji. Because we don't parade them, we don't bring them over. Lakini na wapongeza waombezi. Wengine hata mchungaji hajui jinsi unavyoomba. Lakini wewe unayeomba, I salute you, I celebrate you. Ninasema Mungu akubariki na uendelee katika hiyo huduma. Kwa maana maombi ndio nguzo ya kazi ya Bwana. Maombi ndio nguzo ambayo ya kazi ambayo Kristo alituachia hapa. Na bila maombi hakuna chochote kitafanyika. Bwana asifiwe sana. Hata ukipata mhubiri aina gani, kama hajitayarishi katika maombi, Bwana asifiwe sana, huo ujumbe utakuwa ni maneno matupu. And I celebrate the sister who was here earlier on. Akisema hata atakapokuja hapa kuongoza ibada, hakuji kwa maana ana uzoefu. Anaanza na kuanza kwenda kwa Bwana kumwambia hii ni ingine, si kama ile. Bwana asifiwe sana. Kuna jambo nataka nifanye leo. And it is important wakati tunakuja katika kazi ya Bwana, let us not come to katika kazi ya Bwana kwa kuzoea. Bwana asifiwe sana. If you are in praise and worship, if you are in the choir, whatever you do in the church, don't get used. Praise the name of the Lord. Don't get used to Jesus Christ. Bwana asifiwe sana. Unajua hata marafiki, ukizoea rafiki, you also assume them, don't you? Hata saa ingine, you don't even tell them the things that are happening in your life because you assume they already know. Please don't assume our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hebu na ushirika na yeye. Kwa maana maombi ndio nguzo ya kazi na maisha katika Kristo. Imani yetu ilianza wakati tulikuja tukapiga magoti kwa madhabahu ama kokote tulifanya hivyo tukamwitikia Yesu kama Mwokozi. Bila ombi hilo la kwanza haungekuwa umeokoka. Ombi hilo la kwanza ndilo limekufanya ufike mahali huko. Bwana asifiwe sana. Hata kama mtu anafika aitwe askofu, lile ombi la kwanza ndio limemfanya afike huko kote.
Bwana asifiwe sana. And we never want to forget that first altar prayer. Praise the name of the Lord. Ingine labda uliombewa na mtu ambaye hata siku hizi labda hamuishi Bwana ama hamjui yako wapi siku hizi. But that first prayer is a very important prayer. Praise the name of the Lord. And it's my hope and prayer that even today, if you are here and you do not know the Lord Jesus as your Savior, this altar will be open for you to come and meet Jesus for your first time, for your first encounter, that you can embrace Him in your heart. Praise the name of the Lord. Our faith starts with a committed prayer at the altar. It's also sustained by that prayer, because tukishaombewa pia we sustain it by our prayers. Praise the name of the Lord. Our walk in Christ is also founded on prayer and sustained through prayer. Our provision, mahitaji yetu yote inakutanika, tunayapata katika njia ya maombi. Our protection, ulinzi wetu tunalindwa katika maombi. Bwana asifiwe sana. I can tell you, wakati hii kitu ilikuja inaitwa corona na matisho yake, I knew where to go. Ni kuomba tu. Bwana asifiwe sana. Sasa kama umeambiwa nyinyi mlio over 58, nyinyi mambo yako yenu imeisha, si lazima uende kwa Bwana uombe. Bwana asifiwe sana. And I thank God because prayer has sustained us. Hallelujah. Bwana asifiwe. My wife and I hatujapata hiyo kitu mpaka sasa. Bwana asifiwe. Saa ingine usinashikagwa na homa, unajiuliza ni ile kitu au ni nini, lakini unakuta imeondoka. Bwana asifiwe sana. In fact 2 days ago my wife alikuwa na homa na nikashangaa, sasa we have a wedding on Saturday and then we are going to Mlolongo, na hii kitu inatokea wapi? Ni nini? Tukaikemea. Bwana asifiwe sana. Haikuwa corona, ilienda. Bwana asifiwe sana. And that is why she's here today. Praise the name of the Lord. Our protection is secured through prayer. Our physical and spiritual health is secured through prayer. Prayer, therefore, my friend, is a key element of a Christian life. Bwana asifiwe sana. Kujazwa na Roho Mtakatifu kunatokea kwa sababu tunaomba. Bwana asifiwe. Ni katika hali ya kuomba au katika hali ya kukaa katika ulingo wa maombi utajazwa na Roho Mtakatifu. Wengi ambao wametaka kujazwa na Roho Mtakatifu wamefanya safari ndefu, wamefunga masiku, wamefunga majuma, wametembea. Kama ni Karura, zamani watu walikuwa wanaenda Karura sana. Wengine sana hapa kwenu Kataloni, mtu anaenda anasema Bwana ni leo, ni sasa au ni sasa. Bwana asifiwe sana, ili ajazwe na Roho Mtakatifu. Na mpendwa, kama uko katikati yetu, you have never experienced the feeling of the Holy Spirit, is a beautiful thing for each one of us. Hallelujah. Roho Mtakatifu sio watu wachache, sio mchungaji na mke wake na wazee wa kanisa na wanakwaya hapa na pale. Hapana, ni wa kila mmoja wetu. Because the Bible says this gift is for you who believe and all that shall believe. Praise the name of the Lord. It's not for any special people. Na kwa hiyo kama hujajazwa na Roho Mtakatifu, usitembee haya maisha bila kujazwa na Roho Mtakatifu. Kama nilivyohubiri hapo mbeleni, Yohana alipowekwa kwenye pipa la mafuta, naamini alitoka kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa amemjaa sana, ikamrusha nje ya mafuta hayo. Bwana asifiwe sana. Ukiwa umejazwa na Roho Mtakatifu, kuna mambo mengi utashinda katika maisha, hata without any effort, bila juhudi yoyote, kwa maana Roho Mtakatifu ni nguvu katika sisi. Bwana asifiwe sana. Utakuwa mshindi. Haleluya. Maombi ni jambo ambalo linatuwezesha kuishi katika Kristo kama waamini. Bwana asifiwe sana. Maombi ni ya muhimu. Alipoza Yakobo anafundisha na kuongea juu ya maombi katika njia ambayo anasikika, anauzika sana. He passionately teaches, instruct people on prayer. Ambia mwenzako maombi ni muhimu. Hallelujah. Hoja niwapatie kasuri kamoja, niliwaambia nitawapatia story bado. Nilisoma na labda kwa maana nilisoma labda hata nilisoma. Lakini hii story nilisoma ni ya mtu mmoja ambaye alisemekana alitembea mbinguni. Na alikuwa anatembezwa na malaika huko mbinguni. Sijui ukweli wa story hii mimi, lakini niliisikia na nikaona ni story ambayo inaweza kutusaidia katika imani yetu. Bwana asifiwe sana. Na inaweza kutusukuma.
Bwana asifiwe sana. Akaangalia akaona malaika wameshughulika sana. They are ever so busy wakipeana mizigo kwa watu wa duniani ambao wameomba maombi mbalimbali. But one thing that surprised him, aliona wanachukua mizigo, some small packages and some medium packages, lakini hawakukoma kutoa hizo. Anazitoa, anaambiwa na malaika alikuwa anamuongoza, hizi ni majibu ya maombi ya wanadamu kule duniani. Lakini hivi punde akaangalia, akaona juu kuna mahali sehemu ambayo hawafikii. Akaona hapo ndipo kuna zile packages kubwa, vipawa kubwa sana. Akauliza huyu malaika, akamuuliza, na mbona hawachukui zile kubwa? Kwani sinaona ni watu wa Mungu, mbona hawachukui zile? Akaambiwa hizi kubwa wanadamu hawaulizani haraka, hawaulizani hizi kubwa, wamezoea hizi ndogo ndogo, wamezoea hizi ordinary. Na kwa hivyo sisi we are already busy answering the prayers that they are making down there on earth. So hiyo inaniambia kwamba mbinguni kuna hazina kubwa kwa waamini. Bwana asifiwe sana. Kuna hazina kubwa yako na mimi. Ukweli ni kwamba Mungu ametujibu maombi. Bwana asifiwe sana. Mungu ametufanyia makubwa. Bwana asifiwe sana. Hata nikiangalia mahali tuko hapa katika kanisa hili, ninaona ni Mungu amefanya mambo na amewajibu. Bwana asifiwe sana. Let me surprise you also. Bado kuna vifaa vingi mbinguni ambazo Mungu anangojea muitishe atawatumikia. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Start to dream big. Praise the name of the Lord. Start to dream big and ask for big things. My question is, wewe unapoenda kwa Bwana, are you only asking for the ordinary or you are also asking for the extraordinary? Unajua kuna maombi mtu anaweza kuomba, saa nyingine unashindwa na hapo nimesema nini? Hayo ndio maombi mazuri. Umeomba unashindwa na hapo nimesema nini? Bwana asifiwe. Kana mengine kama wachungaji, mtu anakuja anakuambia niombee, ni mgonjwa, nina hii na ile. And let me tell you, sometimes when I'm praying for somebody like that, na nimemaliza, nauliza Mungu, na kweli unless you do it, mimi hii naona ni kali. Bwana asifiwe sana. Yaani inakutisha hata wewe. Praise the name of the Lord. But when you pray, there is one who answers. So your business is not to think about how big your request is actually to pray. Pray anyhow. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Bwana asifiwe. Kuna vifaa vingi, kuna baraka nyingi kwa mbinguni. Kuna kazi ambazo zinangojea wapendwa. Kuna mapromotion yanangojea wapendwa. Bwana asifiwe sana. Unapopitia katika hiyo ofisi wewe ambayo umeajiriwa na unaona you are CEO, that is an office you can also claim in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Don't leave it to God how he will give it to you. Bwana asifiwe sana. He may not give you that one that time, but he could give you in another place. Praise the name of the Lord. Call and ask big things. Hallelujah. Bwana asifiwe. Ukiona rafiki yako, ndugu yako, mpendwa wako amebarikiwa na Bwana na kaploti, amejenga kanyumba, go to God in prayer. Bwana asifiwe sana. He can bless you with something bigger than what you have seen. Praise the name of the Lord. Because God is not a respecter of persons. Kile ambacho amebariki mwenzako ataweza kubariki nacho hata bora zaidi. Bwana asifiwe sana. So my question to you is, what are you asking God? What are you praying to God? Are you only praying for the ordinary things? Hallelujah. Unajua it's so easy kuombea mtu ambaye anaumwa na kichwa, mtu ambaye anaumwa na tumbo. But how about if you challenge yourself to pray for somebody who is a terminal sickness, ambaye ugonjwa huo hata madaktari wamesema huyu mahali amefika ni kweli ni wetu na Bwana. You can have faith to pray even for such. Praise the name of the Lord. Pray for the extraordinary. Because one thing I love about prayer, nikishaomba mimi si kazi yangu kujibu. Bwana asifiwe sana. Nina yule ambaye anajibu maombi. We have a God who answers prayer. I am only called to pray. Praise the name of the Lord. And wait for action from him. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo usijisumbue ati hili kubwa sana, hili tatia mchungaji aombe. Omba. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. When we stand before God
as believers in Christ, we are equal. Praise the name of the Lord. Amen. Praise the name of Jesus Christ. Remember what the angel told Mary. Wakati malaika alimtembelea Mariamu wakati wa kumwambia juu ya kuzaliwa kwa Yesu, alimwambia jambo gani? Nothing is impossible with God. With God there is nothing which is impossible. Ukiangalia katika Luka 1:37, hakuna chochote ambacho Mungu hawezi. Omba na utaona ikifanyika. Bwana asifiwe sana. Nimeona mambo mengi katika maisha yangu mafupi, na nimeona majibu ya maombi Bwana akiyatenda. Haleluya. Nimeona hata miujiza Bwana akiyatenda. Bwana asifiwe sana. Lakini bado nangoja mengine makubwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mwema wakati wote. Haleluya. Ombea wale ambao hawajaokoka wa jamii yako. Unajua kuna watu katika jamii zetu, some of us tumewaombea kwa muda mrefu mpaka we given up. I'm telling you, get back to the place of prayer. Endelea kuombea. Labda ulipoacha, they were just about to give their life to the Lord, na wewe ukaachilia. Endelea kuomba. Bwana asifiwe sana. Nakumbuka miaka ya 70 huko, tulikuwa tunaishi na dada yangu na dada ya mke wangu kwa nyumba yetu, na tulikuwa tunawapenda sana wapendwa, na tulikuwa tunaombea hiyo huko sana. Na tulikuwa tunaombea na kuwashuhudia juu ya kupata Mungu. Lakini kama ilivyo, hata kama ilivyo labda kwako unawashuhudia, unaona ni kama anakulenga, ni kama hakusikii. Sasa one time tulikuwa katika kanisa huko Bahati, of course wanaishi kwetu, lazima tuende kanisani pamoja. Siku moja tulikuwa kanisani Bahati, nimeketi hapo pale, wazee wa kanisa wanaketi kama wale. Nilikuwa mzee wa kanisa wakati huo, sikuwa nimeitwa mchungaji. Haleluya. Never know. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Nikikaa hapo, invitation has been made ili watu waokoke. Who do I see walking? My sister-in-law. Do you know machozi ilidondoka? Ndipo tumetoka naye nyumbani, ni mgumu, haonekani kama ataokoka hata. Lakini sasa tuko kanisani, ndiye naona anaenda kuokoka. Do you know machozi yalitoka kabisa? Yaani ya kutoa hata, ingine hata ya kutoamini, what are you doing God? Bwana asifiwe sana. Lakini nikwambie, Mungu alimuokoa na kumwokoa na kumalizia. Bwana asifiwe sana. Tunapoongea leo, alioleka akiwa katika wokovu, akaolewa na mtu ambaye sasa wote wawili ni wachungaji, akaenda katika chuo cha Biblia na akamaliza. Bwana asifiwe sana. Na ni mchungaji siku ya leo ambaye anaendelea na kazi ya Bwana. Hakuna jambo ngumu kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Hata ile ambalo wewe kama binadamu unaona ni ngumu, si ngumu kwake. Bwana asifiwe sana. Atalitenda. Try him and you shall see him. Bwana asifiwe sana. Nataka kuchallenge ya kwamba mbinguni, nimewaambia juu ya hizo big packages that are there. Hallelujah. One of them is yours. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Maybe it's a better motorbike. Hallelujah. Maybe it's a better car. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Maybe it's a better house, it's a better plot. They are there. Bwana asifiwe sana. Na zingine labda ulifikiri uombea kitu ukasema lakini hii wacha tu mimi nimetosheka jinsi nilivyo. Ndugu yangu, kuna vitu huko. Kuna vitu. Bwana asifiwe sana. Ambia mwenzako kuna vitu huko juu. Na vitu ni vyako. Hallelujah. Itisha. I want to challenge you to stop going for the small things, for the minute things, for the ordinary things. Go for the larger, bigger, and extraordinary things that are kept for you up in heaven. Bwana asifiwe sana. Wacha nirudie. Stop going for the small, minute, and ordinary things. Go for the large, bigger, and extraordinary things that God has for you in heaven. Hallelujah. Lakini ukweli ni kwamba ukiendelea kuomba hizo ndogo ndogo, hizo ordinary, he will still continue to be giving you because he loves you. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Go for the bigger things. Bwana asifiwe sana. You know, in the world that we live today, tunakumbwa na matatizo mengi. Matatizo katika maisha yetu ya kibinafsi, tuna challenge zetu katika jamii, tuna challenge zetu hata katika huduma. Hata si kama huduma, tuna challenge zetu. Na hata wahuduma hawa wakiwa wakwaya, wakiwa ni wazee, bado ni katika huduma, challenge ziko. Bwana asifiwe sana.
Tuna pia na challenges za ukosefu wa vitu, chakula, hali ya mali. Tuna ukosefu because sijakutana na mtu hata mmoja ambaye ana vya kutosha. Hata yule ambaye unafikiri ana vya kutosha, unakuta bado ni mhitaji. In fact, wao wanakuwa ndio wahitaji zaidi. Hallelujah. So we confront all these kind of things in the world. We have health issues, we have sicknesses, and again, we have even general problems. Shida mbalimbali katika taifa. Ukiangalia taifa kama hili letu, shida ni nyingi. Wachana na corona, ukifikiri mambo ya kisiasa, shida nyingi. Ukifikiri juu ya 2022, ni shida tu tunamulikiwa huko mbele. Lakini nani atafanya utofauti katika mambo haya yote? Nataka kukwambia yule ambaye ni muumbaji. Bwana asifiwe sana. The practical prayer warrior, he is the one who is going to cause the difference in the heavenly world so that there will be resolution for what we are facing today. When I preach in my church, I normally give my people what I call a punchline. So every Sunday there is a punchline as I am preaching. And today, since I'm not there, I'm giving you this punchline for you. And this is something that also, if you may forget anything else, my punchline, I always have to remember the punchline. We have a God who hears and answers prayer. Yani tuna Mungu ambaye amesikia na kujibu maombi. That is a punchline. Huyu Mungu ambaye husikia, si kusikia tu, lakini hujibu maombi. Praise the name of the Lord. So two main things I've told you to remember. One, we have a prayer answering God. Hallelujah. And this one, you cannot afford to forget it. Ya kwamba tuna Mungu ambaye anasikia na anajibu maombi. Kama anasikia na anajibu maombi, ni wewe na mimi tumwendee na maombi yetu na mahitaji yetu, hata yale tunafikiri makubwa sana, na tutaona akitujibu. Hebu niweze kuingia katika hili andiko na kuweza kuingilia katika mambo kadhaa hapa. Niwaambie pointi ya kwanza ya kwamba we are called to worship and prayer to God no matter the circumstances. Tumeitwa kumwabudu Mungu na kuomba lisha na changamoto zote, lisha na hali ambazo tunakutana nazo. Katika hali zote tumeitwa tuwe watu wa kuomba. Mstari wa 13 pati ya kwanza inasema ya kwamba kuna yote katikati yenu ana shida, let him pray, na aombe. Bwana asifiwe sana. Basi na hapa kweli kunaweza kukosa mtu ambaye ana shida. Hapa katika kile jimbo Lolongo kunaweza kuwa hakuna mtu aliye na shida. Najua kuna watu walio na shida. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Hili andiko hili ni lako. Is anyone in trouble? Let him pray. So sababu au jawabu la shida ulizo nazo ni uombe. Waambie Bwana, ndio hapa kimeumana, ndio mimi nakujia. Bwana asifiwe sana. Na ukatalie hapo. Bwana asifiwe sana. Kile ambacho kitaweza kukinga shida zetu zote ni maombi. Bwana asifiwe sana. We should look to God regardless of our circumstances and our situations. Neno la Bwana limetualika twende kwake kwa nguvu na uwezo na pia majibu ya maombi yetu. Kitabu cha Yeremia 33 mstari wa 3 imetuambia kwamba niiteni nyinyi nami nitawajibu, hata kuwaonyesha mambo makubwa ambayo hata hamjapata kuyajua. Bwana asifiwe sana. It's God who is inviting his people. Ni Mungu anaalika watu wake. Call unto me. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Na unajua huyu anayetuita sio assistant chief. Hallelujah. Tulipokuja asubuhi ya leo, mimi na mke wangu tulipotea, kama ulivyosikia, hatujafika mahali hapa. Tulijikuta kwa ofisi ya assistant chief. Mke wangu akaniambia, sasa sisi upige simu useme tu kwa chief. Kaambia hapana, hata tuko kwa kanisa, nafikiri it is more relevant kwa kanisa. Hallelujah. Useme tuko kwa kanisa fulani. Bwana asifiwe sana. Lakini kwa nini niongee juu ya sub chief? Kwa maana chief akikuita utaenda. Si ni ukweli? DC akikuita utaenda. MC akikuita utaenda.
Mjumbe wako akikuita utaenda. Seneta wako akikuita utaenda. Haleluya. Hata gavana akikuita utaenda. Utaanza kuuliza njia gani ufike huko. Nikwambie mpendo, rais wa nchi hii Uhuru Kenyatta akikuita leo, hata huko kanisa utaanzia huko. Haleluya. Mchungaji atakuwa kikwambia baadaye, unajua niliitwa na rais. But hapa ambaye anatualika tumuite si rais, si chief, si gavana, ni Mungu wa enzi zote. Haleluya. Ndiye amekualika kuambia niite mimi na nitakujibu na nitakuonyesha mambo ambayo hata hujui yako aina gani. Bwana tuwezana. So mimi na wewe hatuna jambo lingine la kufanya isipokuwa kujenga hali ya kuita Mungu wetu. Praise the name of the Lord. Haleluya. Kumbuka kwamba Kristo ako hapo akiwa ni mwombezi, ili kwamba hata unapoenda kuomba mbele zake, he is there interceding for you. So whatever issue you are having, he is there. Katika Waebrania 7:25 inatuambia kwamba consequently he is able to say to the uttermost those who draw near to God through him, since he always, I love this one, he always, ya kwamba anadumu akituombea wakati wote. Kristo Yesu yuko hapo. So he is there already interceding for you. Even in the big, the larger, the extraordinary things that you are saying, I cannot touch this one, he is already there praying for you, interceding for you. Keep him busy. Bwana fezana, because he's already available. Bwana fezana. Na pale mtaweza kupenya na maombi yako, yeye tayari amepenya. Bwana fezana. Kwa maana yeye ni Mungu pamoja nasi. What do you have in your life that is disturbing you? What is that is trouble to you? Call unto God. As we cry to God in this, tukumlitia Mungu katika shida zetu zote, huyo ambaye ni mwombezi wetu ako karibu akituombea pia, na majibu itabidi kuje kwetu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Wacha niende katika pointi yangu ya pili. We are called to offer thanksgiving. Tumeitwa kutoa shukrani na sifa and praise to God and praise to God for the good things he does to us. Tumeitwa ili tuweze kumshukuru Mungu, kutoa sifa kwa mambo mazuri ambayo ametufanyia yeye. Nashukuru wakati nilipokuwa nikikaa pale nikifurahia wanasifa, niliona wameweka wimbo mmoja hapo wa kusifu Bwana. Bwana asifiwe sana. Nikasema I'm in the right place. Hallelujah. Because mahali Mungu anasifiwa, I know that's the right place. Praise the name of the Lord. Mstari wa 13b inasema, is anyone cheerful? Let him sing praise. Kuna yeyote ambaye ana furaha na aimbe. Bwana asifiwe sana. Na tukija katika nyumba ya Bwana, lishe na matatizo na shida ambazo tunaweza kuwa nazo, bado tuna sababu ya kumshukuru Bwana na kuimba nyimbo ya mengi ameyotufanyia. Hata kufika mahali hapa, you are not carrying an oxygen jerrycan, mtungi wa gasi ya oxygen. Umekuja tu na kupumua hii hewa ya bure. Unashukuru Mungu. Bwana asifiwe sana. To breathe this air, ukifika kule Kenyatta, nasikia ni kitu kama 100,000 per hour kupata hiyo hewa. Na wewe na mimi hapa tunakuja tu, we are enjoying it free. That's something to thank God about. Praise the name of the Lord. Child of God, when you are happy, wakati una furaha, hebu tujione nafasi ya kumshukuru Bwana. Wakati ametufanyia mema, hebu tujione wakati wa kutoa shukrani. Unapoamka asubuhi, Bwana asifiwe. What is the first thing that you say? What is the first thing that comes from your mouth? I want to recommend to you that the things that you come from your mouth, thank you God. Hallelujah. Because unajua hata kama uliweka alamu ikuamshe, ni Mungu amepata kukuamsha. Bwana asifiwe sana. Kama hangekupatia hiyo pumzi na hiyo nguvu, ungeiona siku nyingine. Na ukweli ni kwamba kuna wengi ambao walilala jana kama wewe na leo hawakuamka. So anytime you wake up, my brother, my sister, let the first word be, thank you Jesus. Hallelujah. Hata kama una maneno mengi, asante Bwana. Ninakushukuru. Nimeona mwangaza mpya. Nimeona nuru mpya. Ninakushukuru. Bwana asifiwe. Hallelujah.
na unasikia watoto wako walio na watoto wanakuita huko, wanasema asante, ananiita. Bwana asifiwe sana. Friends, katika kitabu cha Zaburi 33 mstari wa pili na wa 3 inasema, give thanks to the Lord with the lyre, umwimbie na vinanda na vinubi na mambo yote mazuri, kwa maana anastahili kuibiwa. Bwana asifiwe sana. And that is why I admire this church and the choirs that are here and the worship ministers that are here, because you are so skillful. Bwana asifiwe sana. Kwa vinanda, kwa sauti, kwa kila kitu. Nasikia sasa umeingia kwa YouTube. Bwana asifiwe sana. Kumsifu Bwana, that is the way it should be. Praise the name of the Lord. Continue doing this great work. Praise the name of the Lord. You never know where those music, where those songs are reaching, and they are touching lives, they are changing lives. Praise the name of the Lord. Zaburi 81 mstari wa 1 na 2. Sing loud to God. Imba kwa sauti. Mshangilie kwa sauti. Bwana asifiwe sana. And that is why we Pentecostals, we enjoy shouting. Hallelujah. We enjoy making a joyful noise unto the Lord. Praise the name of the Lord. Kwa mambo makuu ambayo ametufanyia. Mshukuru kwa mambo makuu ambayo ametenda. Thanksgiving, praise and worship inakupatia freshness in your spirit. Bwana asifiwe sana. Unapoabudu Bwana, unapata kuishwa upya. Bwana asifiwe sana. Point yangu ya 3 imesema namna hii. We are called, or we are to call God even in our sicknesses. We are to call God even in our sicknesses. Inabidi tumuite Mungu hata katika wakati wa magonjwa. Mstari wa 14 na mstari wa 5, izeni wana mangu usiku, na katikati yetu kuna mtu aliye mgonjwa, na aite wazee wa kanisa na uweza kumpaka mafuta, na katika maombi ya imani huyo mtu hata kama alikuwa ametenda dhambi atasamehewa na Mungu atamuinua. Bwana asifiwe sana. Umepata kuonjeka, ita mchungaji, ita wazee wa kanisa, ita muamini mwenzako, mwambie niombee. Bwana asifiwe sana. Kwa maana maombi haya Mungu huyasikia. Hapa Yakobo anaongea juu ya hali ya mwili unaoumia, lakini bado tujue kwamba kuna mambo mengine ambayo inatudhuru katika maisha. Katika dunia tunapoishi sasa, kuna watu ambao wamegandamizwa na madawa ya kulevya. Kuna watu wamegandamizwa na ulevi wa kila vitu. And there are people who are mentally and emotionally unstable. We need to pray for them. Bwana asifiwe sana. We go to God in prayer in all these areas. Here is a good quote that I read from somebody. Amesema hivi: faith does not affect your life. A faith that does not affect your life is real faith. Yani imani ambayo haiguzi maisha yako si imani halisi. It's a big challenge. Ya kwamba unasema una imani, kama haijaguza maisha yako, kama haijaleta utofauti katika maisha yako, basi si imani. Bwana asifiwe sana. Imani ambayo ni halisi inaguza maisha yako, na sio wewe tu, inaguza maisha ya hata wale ambao ni wa jamii yako, wale watoto wako, wale wa jamii yenu, inawaguza pia. Bwana asifiwe sana. Miaka hiyo ambayo umesikia tumemzua Bwana na mke wangu, mimi na yeye ndio tulikuwa watu wa kwanza kuokoka katika jamii zetu. Ndio sisi tulipata injili kwanza. Lakini nashukuru kwa maana miaka iliyofuatia upande wa kwao wakaokoka wote, mama na baba. Bwana asifiwe, na watoto wakaokoka. Upande wa kwetu wakaokoka wote, mama na baba na watoto. Hata wakati huo maana nilikuwa na nyanya, hata aliokoka na yeye. It was a joy kumpeleka katika mto kumbatiza akiwa na miaka 100. In fact, hata nilikuwa namwambia shosho, si lazima ubatizwe. In fact, I was trying to make things a little more comfortable for me. Kwa maana wakati injili ilipokuja sehemu za kwetu, tunatoka sehemu za Murang'a. Injili ilipokuja, hata kama ilikuja ya watu wa Anglican, walikuwa wanabatiza watu kwa mtu. And since my grandmother and grandfather were the first converts around 1900s there, katika wokovu walibatizwa katika mto. I knew that story. Kwa hiyo sasa wakati anamrudia Mungu, nikamwambia wewe shushu, unajua hata ulikuwa umebatizwa. Si lazima ubatizwe, lakini ilikuwa ni mimi najilinda. Nisiweke shushu kwa maji halafu toke kutokea, halafu hiyo kitu.
Akasema hapana, mimi nimeamini, lazima nibatizwe. Sasa ndio nimeamini. And that day we baptized my grandmother, my father, my mother, her mother, our sisters, seven of them. Yani ilikuwa ni kama janga limeingia kwetu ya wokovu. Bwana tuwe sana. A plague came in and took everybody into salvation. Faith that does not affect your life and those that are around you is not real faith. Hallelujah. But God has given us the same faith. Bwana tuwe sana. Today we are 3 brothers in my family and all of us are pastors. And your pastor with the KG. Bwana tuwe sana. Kwa maana mimi ndio mkubwa, inaonekana iliwabidi wafuate ndugu yao mkubwa. Hallelujah. Bwana tuwe sana. Kwa my wife, wote walizaliwa wakiwa wasichana 6, lakini mwisho wakapatiwa kijana mvulana. Mwisho kabisa. Today, that young man, he's a man now, he's a family, he's also a pastor with KG Church. Hallelujah. We thank God because our faith has not only affected us, it has affected others. Praise the name of the Lord. Yesterday, I had the joy of even, officiating a wedding of my nephew, my brother's son. And what a joy it is that I'm there officiating a wedding of my nephew. His father aliokoka akiwa kwetu nyumbani hapa Nairobi. Alipokuwa amekuja kusoma Nairobi, aliokoka akiwa kwetu nyumbani. And now his son, the fourth born, ndiye tulikuwa tunaunganisha jana. Na sio yeye tu. 2 years ago, I think 3 years ago, I also had the joy of joining another one of my brother's children, son, into a holy matrimony. Bwana tuwe sana. Yaani Mungu ananikumbuka katika miaka hii yangu. Bwana tuwe sana. Nione kweli ni wa ajabu. Let me tell you, what he has done with me, he can do for you. Amen. Praise the name of the Lord. Now, usionee haya hii injili. When you are working out of the country, as my wife was saying, we used to invite people in our home, as it's customary when you are out there, you've been sent by the government, delegations will come there, and of course it's customary you invite them to your house, or at least give them some entertainment of some sort. Anytime any of those used to come, because we have a tradition in our house, our children are growing up, and we had good children, watoto 6 wamefuatana kuanzia, all of them, we made them in 10 years. Hallelujah. all the 6 of them, we made them in 10 years. But those years that we were there in Italy, we were really small, we were growing up. Hallelujah. But we used to have what we call a family altar. Sisi wote tunakutana pamoja na kuomba kila jioni. Bwana tuwe sana. And if we invited these guests from here, whether they were ministers or MPs, if they came to our house, the first thing was a family altar. They must attend our family altar. Lazima tuombe pamoja. Hatubadilishi mipango kwa maana waziri fulani wamefika. And I can give you names of ministers who have dined with us. Wengine wetu hata mwajui kwa maana wengine walikufa. Hallelujah. Bwana miaka ya zamani wengi waliishia. But we have held them. But every time they came, we used to get them into the family altar. Bwana tuwe sana. And show them there is another better way. Bwana tuwe sana. Hallelujah. Let me tell you of somebody who was very famous that one time we hosted him in our home. Martin Shikuku. Those days was an assistant minister in the Ministry of Agriculture. Unajua Martin alikuwa ni nani kama uliishi miaka hiyo? Hata ukiwa na imani unashindwa utamwanzia wapi. This man says, na kwani hii kitu kuna upande mzuri wa hii injili kweli nikamwambia iko na sio hapa hiyo unaisikia tu, hata tukitoka hapa twende mbinguni, unajua tuna mahali tunaenda kutengenezewa, sio kile tumezoea hapa, tuna mahali pazuri kule mbinguni. Shikuku was very cheeky. He said something I will never forget. Anasema naamini mbingu iko na napenda huyu Mungu. Unajua zamani mimi hata nilikuwa nimeenda kufanyika seminari katika dini yetu ya Katoliki. Lakini sasa naona kuna mwanya. Lakini hiyo mbingu imeniambia nikifika huko I hope sitakuta Jomo Kenyatta huko.
kwa maana nikimkuta nitatoka. Mzee, hiyo ni bibu ya watu waliookolewa. Bwana kuisani. Na kama na yeye aliokoka wakati wa mwisho, labda utamkuta na huna namna ya kutoka huko. Bwana kuisani. But you can see how people can carry bitterness to that extent. Kama ni yeye mimi nitatoka. Sasa hapa safari. Hata kama pazuri namna gani. So I want to say that we have used the faith that we have to touch many lives. Bwana kuisani. Hallelujah. One day, nitawapatia story nyingine. Mmoja aliniambia ya kuona. Sio mimi Bwana Yesu. Siku moja tukiwa huko ng'ambo, we stayed in Rome by the way for 7 years. Bwana Yesu. Na tukikaa huko wakati mmoja kukaja one senior officer from the government. Na nikawa mimi ndio nimepewa kumwelekeza na kumuonyesha mambo katika mji huo, na mkutano ambao alikuwa anahudhuria ni mimi nilikuwa namuelekeza. Nikamfanyia mambo yote. Wiki moja ilipokuwa ikiisha, I was now taking him to the airport. Akaniambia, Haris, that time nilikuwa miezi 6 katika hiyo nchi. Served in a diplomatic office for 6 months only. Akaniambia, Haris, na kushukuru kazi ambayo nilifanyia wiki hii imekuwa nzuri sana. Na nashukuru every appointment you made for me, we were able to attain them. Lakini kwa nini? Because I pray for these things. Bwana Yesu, I don't take anything for granted. Everything that comes to me, mimi naomba. So he thanks me as we are going to the airport. And then he said the word that I have never forgotten because actually shook me. Akaniambia, lakini wewe, mimi sioni ukifaulu kama diplomat. Nikashangaa. Amesema mambo yale yote nimemfanyia, vile amefaulu. Na sasa anasema sioni ukifaulu. And I'm only 6 months. Sioni kama it's like a curse. Nikamuuliza, kwa nini mheshimiwa? Sitakwambia jina. Akaniambia, you cannot be a diplomat if you are not entertaining people with alcohol and wine. Hii ni nchi ya wine. Sasa ni namna gani wiki yote? You have never invited me to a place we can go and enjoy wine, and you take me to these kind of places. You only invite me to your house. Tunakula githeri, tunakula mukimo, tunakula chapati. You cannot make it as a diplomat. You know, he was very drunk at that time. Mimi nikamwambia, mheshimiwa, lakini sioni hivyo kwa maana I don't know where ujasiri ulitoka. Sioni hivyo kwa maana wewe mwenyewe umesema yale nimekufanyia imefaulu. Kwa hiyo nina imani itaweza kufaulu hata hiyo ingine. Lakini akiteni alipopanda ndege na kwenda, mimi nilipatwa na wasiwasi kama mwanadamu. Nitakwambia wasiwasi ulikuwa ni huyu mtu alikuwa ni mtu tajika. Na mtu alikuwa karibu sana na Rais Moi wakati huo. Na unajua Rais Moi alikuwa anafuta watu kazi saa 7 mchana. Sasa mimi nilijua yangu sasa imeisha. Saa 7 kuna mtu atatajwa. Na huyo mtu anawezekana kuwa ni mimi. Nikangoja mwezi mmoja. Nikangoja miezi 2. Miezi 3. Sijasikia nimetajwa, naendelea na kazi yangu. Naendelea kushukuru Bwana, lakini bado nafikiri labda nikuwekewa nimewekewa tu. Baada ya mwaka mmoja niko kazini, nikasikia hiyo wakati wa saa 7 alifutwa kazi. Ndio. Sasa nikaona na mimi wasiwasi wangu ulikuwa nini? Kumbe hata hakuwa na uwezo wa kufuta kazi. Amefutwa na mimi nimeendelea. We were 6 months in that country. We ended up staying there for 7.5 years. So man cannot order your things. God is ordering to order your things. In fact, we can't let you tukatoka. Tukataka sasa kurudi. Bwana Yesu. So friends, be in faith in God. Keep your faith in God. Let your faith guard you and protect you. And you shall see Him take you into great places. Bwana Yesu. We will leave some of the things I have put in my notes, but let me tell you my fourth point and my last one, because I don't want you to forget the points I've given you. Is that we are called to ask God to deal with issues of nature. Tumeitwa kuomba Mungu ashughulikie mambo
ya kawaida, mambo ya mazingara, mambo ambayo yanatukumba hapa. Mstari wa 17-18 mahali tukisoma, tuliambia kwamba Elijah alikuwa mtu kama sisi. Bwana asifiwe sana. Ambia mwenzako, Elijah alikuwa mtu kama wewe. Nabii mkubwa, na maandiko yanatuambia alikuwa mtu kama wewe. Inatuambia kwamba aliomba kusiwe na mvua miaka 3.5 na hakunyesha. Bwana asifiwe sana. Halafu akaomba tena na mvua ikanyesha. Bwana asifiwe sana. Halafu maandiko inatuambia huyu mtu is like me. Haleluya. Nitaamini shida zangu, nitaamini mashaka yangu, ama nitaamini neno la Mungu? Nitaamini neno la Mungu. That Elijah was a man like me. Praise the name of the Lord. And therefore kile ambacho nitahitaji kumtisha Mungu, whether they're the big things or the big issues of nature of life, I know Elijah was a man like me. Praise the name of the Lord. Na nikiinua imani yangu kama vile Elijah aliinua imani yake, hata mimi nitapata kupata ambapo nimeitiwa. Bwana asifiwe sana. Kumbuka huyu Elijah ambaye amefanya mambo makubwa, hata kule mlima Karmel, hata moto umetoka juu, dhabihu imeteketea, imekubalika kwa Mungu, hata amechinja manabii wa Baal 400. Halafu mwishowe anatoroka mwanamke. Mwanamke ni watu wa Mungu. Nabii mkubwa Mungu amemsikia. Halafu kamama kanatokelezea, kanamtisha, na anaanza sasa kukimbia kwa maisha yake. Kwa hiyo wakati mwingine ukijiona unatishika, wewe ni kama Elijah tu. Bwana asifiwe. Haleluya. Hata saa ingine ukiona unatishwa na mama na mke wako, wewe ni kama Elijah tu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hata ukiona umetishwa na mama mwingine huko, wewe ni kama Elijah. Hata kama umeenda kazi umetishwa na mwajiri wako kama vile nilitishwa, ujue wewe ni kama Elijah. Bwana asifiwe sana. Wewe utaachwa. Bwana asifiwe sana. Kwa maana ukweli ni kwamba huyu mama hakumpata Elia, kwa maana Mungu alimficha. Bwana asifiwe sana. Wapendwa, hebu tujue kwamba imani yetu ikiinuka kama imani ya Elia, hakuna mambo ambayo hatutaweza kufanya. Indeed, tutaishi maisha ya kimiujiza. Yani miujiza kwetu itakuwa ni jambo la kawaida. It will be the obvious, not the exceptional. Bwana asifiwe sana. I love to live a life of miracles. Not that is an exceptional. Bwana asifiwe sana. And that's why I acknowledge any day to me to be a miracle. Bwana asifiwe sana. Because I don't go for ordinary things. This day is better than yesterday. Bwana asifiwe sana. And there is something special for me. And one of the special things that I know He has for me, He has already enabled me to come to the Lord. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. That for me is a miracle. Wewe unajua, I was telling my wife, mchungaji akinielezea, ananielezea kwa urahisi. Ananielezea kama ninajua. And I understand his point. Because if you know a place, ukielezea mtu, hata uone ni kwa nini haelewi. Si ni kweli? You are so used to the place. Hata unashindwa nini uelewi wewe. Hii mahali nilipitia siku ya Alhamisi. He had already told me where to check. Nikatafuta hiyo mahali, I was going to Kitengela, nikatafuta hiyo meeting point, sikuiona. Mimi nikarudi Nairobi kwetu. Nikamwambia mimi hiyo kitu niliambia nitafute, sikuiona. Akanielezea tena. Sasa akanipatia tena jambo lingine. Leo tumelitafuta na mke wangu, hatukuliona. Sasa uniambia kufika hapa sio muujiza? Kwani muujiza ni nini? Hallelujah. Mimi kufika hapa ni muujiza. It has taken me 3 days to locate this place. But look where I am now. God has praise the name of the Lord. I thank God for being in this place. I enjoy every part of it. You have a wonderful sanctuary. Praise the name of the Lord. Pastor, you have a wonderful congregation. Hallelujah. And I would love even to remain here, Bwana asifiwe sana. But I must go, Bwana asifiwe sana. Hallelujah, Bwana asifiwe sana. Lakini nikiitwa tena, nitakuja. Lakini I'm not sure I'll still make it even that day. And at least, that time, ninajua mahali ambapo nitakutafutia. Bwana asifiwe sana. So, nyinyi watu waliobarikiwa, let us be together. Tuna Mungu ajibie maombi yetu. Tuna Mungu ajibie maombi yetu.
na tuna Mungu anayesikia na kujibu maombi. So nikitamatisha ujumbe wangu wa siku ya leo, hebu tushike hili neno ambalo Bwana ametupatia leo. Hebu tushike imani kwa Mungu ametupatia, imani ambayo ina nguvu za kutenda miujiza. Bwana asifiwe sana. Do you know the faith that you have has the potential of doing miracles for you and for others. Praise the name of the Lord. Let us go to God in worship and in prayer. Tumwite Mungu katika hali ya kuabudu na maombi katika hali zote. Mambo yakiwa mazito, hali zikiwa ngumu, tumwite huyu Mungu na atakuonekea. Hata leo mambo haya aina gani katika maisha yako, mwite huyu Mungu. Bwana asifiwe sana. You know, Pastor Julius, as you have already indicated, I worked with Bishop Giri for many years. And I think one of the things that also rubbed in me from his ministry is that I can preach even for 2 hours kama nisipojiangalia. Huyo mtu wa Mungu alikuwa anasimama na uhubiri masaa mawili, masaa matatu na anaendelea. Na nimeona hiyo kitu imedukia kwa njia fulani, lakini lazima nimalize. Bwana tuwezeshe. Tunamisha vichwa vyetu wapendwa. Baba wetu na Mungu wetu, tunakushukuru. Asante kwa maana neno ambalo ulinipatia kwa sababu ya wapendwa hawa wa KG Mlolongo nimelitoa kwa uaminifu. Ninaamini kuna mtu aliye mahali hapa, kuna watu walio mahali hapa walihitaji hili neno kwa siku ya leo, kuundwa imani yao tena ya kwamba kuna Mungu asikiaye maombi, kuna Mungu ambaye anajibu maombi. Bwana, tunapokea hili neno kama ni neno letu. Tunaitikia hii wito ya kwamba tutakuja kwako kwa sifa, kwa kuabudu na kwa maombi katika hali zote za maisha yetu. Kama ni kwa watoto, kama ni kwa jamii, kama ni katika ndoa, hata kama kuna shida za aina gani, we shall come through worship and prayer in all circumstances. Na Bwana, tumeitikia kwamba tunakuja kwako kwa shukrani na sifa kwa mambo mazuri, mambo ya ajabu ambayo unatufanyia. Bwana, tumeitikia kwamba tunaweza kutenda makuu kama jinsi Elia alivyosema. Wakati kuna kiangazi, tunaweza kuita jina lako na mvua inaweza kunyesha tena. Wakati nzige zimevamia nchi yetu, tunaweza kuita jina lako na hizo nzige zinaweza kuondolewa katika jina la Yesu Kristo. Wakati kama huo ambapo tuna hali hii ya mambo haya ya corona, tunaweza kupitia Mungu wetu na kuiondosha katika jina la Yesu Kristo. Kwa maana ninaamini pumzi yako moja itaondoa corona katika nchi yetu na hata katika ulimwengu wote. Sasa kwa maana hata ilipokuwa ikija ulikuwa unajua na ulijua wakati utaiondoa. Tuna imani ya kwamba hakuna jambo ambalo usiloliweza. Na hata hapa katikati yetu ya Mungu wetu, ninakushukuru kwa maana umenena na watu wako. Umenena na watu wako. Umenena na watu wako. Sasa tenda kazi yako katika maisha yako. Kama umeingia katika kanisa hili ya siku ya leo, na wewe kumjua Mungu kama mwokozi wako, sote tumeinamisha vichwa vyetu, tumefunga macho pia. But if you came here this morning and you have never given your life to the Lord Jesus Christ, hakuna wakati ulikiri Yesu kama mwokozi. Wewe unahudhuria ibada na unapendezwa na ibada, lakini hakuna wakati ulikiri kama mwokozi. And maybe you are here, you are the one I'm addressing you. This is a great opportunity. Wakati wa mzuri sana umpatie maisha yako kwa Yesu, ili yale ambayo amefanya na wengine anaweza kufanya wewe pia. Na zaidi ya hapo, kuna mji mzuri wa mbinguni amekuwekea. Ama labda pia ulikuwa unamjua Yesu lakini umerudi nyuma, you have backslidden, you are living in a backslidden state. Today is the day to come back to the Lord. So naomba kama uko hapa umjue Yesu kama mwokozi, unaweza kuinua mkono wako. Hatutafanya sarakasi nyingi, ni hapo tu ndio mkono wako wakiwa Bwana ndio mimi nataka kukiri kama mwokozi. Na the advantage ya kwamba siwajui mimi,
ndio unajijua. If you don't know Jesus as your Savior and you want to accept him today, kama unataka kupokea leo au Mwokozi, hilo mkono wako mahali nitakuona na nitakuombea. Hii ndio sehemu muhimu sana ya ibada, ya kupatia nafasi kujuana na Yesu. If you are there, lift up your hands. I mean, if you lift it straight up unto God. Hallelujah. Bwana na mfalme wetu, unajua watu wako, hata kama wako hapa na labda hawakuinua mikono ama wameinua na sikuwaona. Bwana, naomba sasa ukaingia katika maisha yao, ukaokoa huyo ndugu na huyo dada Bwana, katika jina la Yesu Kristo, apate uzima wa milele unaotokana na imani ndani yako, awe kiumbe kipya cha kuishia na kutumikia katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Huku tukiwa tumeinamisha vichwa vyetu, nataka kuomba ombi lingine. Uko hapa na umekuwa unapitia mambo magumu, ama umekuwa ukiombea mambo ambayo ni kwa muda mrefu na bado hujapata jawabu, na leo neno limetuambia we have a prayer answering God. Tuna Mungu ambaye husikia maombi, anasikia na anajibu. Na katika hali hiyo ulio nayo, ungependa kumwamini Mungu tena leo kwa sababu ya jambo hili, I'll be more than glad to pray with you. Nitakuombea. Kama unahitaji, iwe ni katika jamii, iwe ni katika kazi ama katika biashara, hali yote ambayo umekuwa unamwamini Mungu na unasema huyu Mungu ambaye anajibu maombi, najua unajibu, umejibu mara nyingi, lakini mara hii tena naja kwako kwa sababu ya changamoto nilio nayo, nisikie Bwana. Inua mkono wako, nitakuombea. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Bwana mfalme wa mfalme uishie milele, ninakushukuru kwa mikono ambayo imeinuliwa katikati yetu Bwana. Ni mikono mingi na wewe unaiona. Kila mkono unawakilisha hitaji, unawakilisha shida, unawakilisha tatizo. Na wewe Mungu ndiye mwenye suluhu ya yote ya Baba. Naombea huyu dada na huyu ndugu Bwana, ingilia katika hali walio nayo na ulete jawabu katika jina la Yesu Kristo, ili iweze ijulikane kwamba siku hii alipokuamini mara tena, muujiza wake uko njiani. Nashukuru Bwana kwa maana unaboresha kazi za wapendwa, unaboresha ndoa za wapendwa, unaboresha maisha ya wapendwa, unapona walio wagonjwa katika jina la Yesu Kristo. Na wale ambao wameombea watu ambao ni wajamii hawajaokoka, Bwana, kama ulivyotufanyia mimi na mke wangu, utawafanyia na uokoe hao waume, uokoe hao wake, uokoe hao watoto katika jina la Yesu Kristo. Bwana, nasema ni asante. Ninakushukuru kwa maana ni Mungu mwema. Uhimidiwe na ubarikiwe. Naomba sote tusimame miguu yetu. Hallelujah. Naomba tupate wakati kuambia Bwana ni asante na kushukuru kwa sababu amejibu maombi. Just thank him where you are. Kushukuru. Jambo zuri la kufanya ukiombewa ni kushukuru. Kama hujapokea, amini Bwana amekupatia na ukapokea. So thank him now. Whatever it is, kushukuru. Kushukuru. Embrace your miracle now. Embrace your miracle and walk with miracle. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Thank you, Father. We worship you, Lord. We honor you. We give you praise, we give you glory. Mungu wangu na Baba wangu, kama mtumishi wako ambaye nimeheshimika kusimama kwenye madhabahu haya Bwana, nataka kubarikisha watu wako katika jina la Yesu Kristo. Nabarikisha mchungaji na mke wake na jamii yake katika jina la Yesu Kristo. Na Bwana, wapendwa hawa, chochote wanachohitaji hata kuhusu kanisa hili ambao tayari umewatendea makuu, lakini hata yale mengine wanawazia, Bwana, nawatangazia
jina la Yesu